Hamjambo wanafunzi, tumekutana tena katika kipindi chetu cha lugha ya Kiswahili. Kipindi ambacho ni muhimu sana kwa wewe mwanafunzi ambaye unasubiri kufanya mtihani wako wa mwisho katika safari ya miaka 4 katika shule ya upili. Na ningependa sana unipatie makini ili usipitwe na ule uhondo ambao mimi nitaupitia. Tutafanya marudio ya karatasi ya mwaka 2011, na katika marudio yangu nitaangazia sehemu ya ufupisho. Kisa na maana ni kwamba hii ni sehemu ambayo wanafunzi wengi hujiandikia kiholela majibu yake, na ukizingatia ni sehemu ambayo ni rahisi kabisa. Zile alama 15 unaweza kumwachia yule mwenye kusahihisha kama alama 2 ama 3 hivi. Kwa hivyo chembelecho lugha ya vijana, hii ni sehemu ambayo inaweza kupiga jeki alama yako. Kwa hivyo nitakusomea taarifa ile ambayo iliandikwa na huyu mwenye kutahini. Kisha baadaye nitakuuliza maswali mawili kulingana na huu mtihani. Halafu uweze kujitathmini, je, wewe ungekuwa katika huo mwaka ungeweza kuambulia chochote? Lakini kama ilivyo ada na desturi, mimi nitadokeza lile somo ambalo tunalifanya ambalo ni Kiswahili. Marudio KCSE mwaka ni huo, ni ufupisho. Kwa hivyo mimi bila kupotezea wakati wala kupoteza ratiba ya kipindi, wacha ni pige mbizi moja kwa moja katika hii taarifa ambayo waliandikiwa hawa wanafunzi wa mwaka 2011. Nitaanza. Uwazaji tunduizi ni tendo ambalo huhusisha matumizi ya akili. Uwazaji huu umekitwa kwenye matumizi ya michakato kama makini, upangiliaji, uteuzi na tathmini. Hata hivyo, uwazaji huu si mchakato mwepesi, bali ni mchakato changamano. Aya ya pili. Mchakato wa uwazaji tunduizi unahusisha stadi na mikabala tofauti. Mathalani, kuweza kutambua na kubainisha misimamo ya watu wengine, hoja wanazozua na uamuzi walioafikia. Kutathmini au kupima ushindi uliopo ili kubainisha mitazamo tofauti. Vile vile, uwazaji tunduizi hushirikisha kupima hoja za upinzani na ushahidi uliopo kwa njia ya haki, pamoja na kutambua yaliyofichwa au ukweli uliofunikwa na taswira ya juu. Hali kadhalika, uwazaji tunduizi hujumuisha kutambua mbinu zinazotumiwa kufikia misimamo fulani kwa mvuto zaidi na kwa matumizi ya mbinu za kishawishi. Aidha, uwazaji huu huhitaji kutathmini masuala kwa mtindo ulio wazi. Kufikia uamuzi
kama hoja zinazotumiwa zina mashiko au zinakubalika kuwa nzuri. Zaidi ya hayo, uwazaji tunduizi unahusisha kuwasilisha mtazamo kwa njia yenye uwazaji mzuri na inayoshawishi. Aya ya 3 ama aya ya 4 na ya mwisho. Uwazaji tunduizi una manufaa anuai. Mosi, unasaidia kujenga makini ya utendaji. Pili, hupevusha uwezo wa usomaji kwa kufanya usomaji huo uwe na malengo wazi. Fauka ya hayo, unamsaidia mtumiaji kutambua hoja kuu katika matini au ujumbe fulani bila ya kuzongwa na hoja duni za pembeni. Uwazaji huu unasaidia kuchonga uwezo wa kuikabili au kuitikia hali fulani na kukuza stadi za uchanganuzi. Mwanadamu huwa mtu tofauti na bora anapoujenga na kuimarisha uwazaji tunduizi wake. Kwa hivyo mwanafunzi, hiyo ndiyo taarifa ambayo iliandikiwa hao wanafunzi wa mwaka 2011. Bila shaka ni taarifa fupi sana, lakini kifupi usikidharau na ufupi wake. Labda mazito yale yako pale kulingana na maswali yataweza kukuchanganya. Labda utasema kwamba uwazaji tunduizi ni nini? Uwazaji tunduizi ni hali ya kufikiria kwa upeo wa juu kabisa. Kwa mfano, uwazaji tunduizi unaweza husishwa na matumizi maalum ya vifaa vya kiteknolojia, au pia vile vile kuna baadhi ya watu, japokuwa ni wachache, ambao wana uwezo kama huo. Kwa mfano, wale wanaojulikana kimaarufu nikitohoa nikisema magenius. Hao wanaweza kuwa katika upeo wa uwazaji tunduizi. Kwa hivyo hapo, hilo ndio neno ambalo pengine wewe mwanafunzi ambao unatarajia kufanya mtihani wako wa mwaka 2018 uweze kujimudu. Kwa hivyo bila kupoteza muda wako, mimi ningependa tu kuzama moja kwa moja katika ufupishaji wetu wa hii taarifa. Iko na maswali sehemu mbili, swali A na swali B. Katika swali A anauliza hivi: bila kubadilisha maana aliyokusudia mwandishi, fupisha aya 2 za mwanzo. Fupisha aya 2 za mwanzo. Maneno baina ya 70 na 80. Halafu hapo unazoa alama zako 10, alama 2 za utayarisho ama za mtiririko. Unaona tofauti na kimtindo wa ufupishaji. Hapa amekupatia alama 10, tofauti na ufupishaji wa kawaida wa alama 9 na 1 ya matayarisho. Hapa amekwambia 10, 2 ni za mtiririko. Halafu swali la B linasema andika kwa muktasari mambo muhimu katika aya ya 3. Kwa kimuktasari mambo muhimu katika aya ya ngapi? Aya ya 3. Halafu alama nakupatia 5, alama 1 ya utiririko ama ya matayarisho. Halafu maneno nakwambia baina ya 35 na 40. Kwa hivyo wacha niingie moja kwa moja kukupatia majibu ya taarifa ambayo tumeisoma hivi punde.
Twende moja kwa moja katika matayarisho. Matayarisho, alama ya kwanza katika swali la A, nasema hivi: uwazaji tunduizi ni tendo ambalo huhusisha matumizi ya akili. Halafu pointi ya pili nasema umekitwa kwenye matumizi ya michakato kama makini, upangiliaji, uteuzi na tathmini au mpangilio. Pointi ya 4, umekitwa kwa mizizi ya michakato mbalimbali. Ya 5 inasema uwazaji si mchakato mwepesi. Uwazaji ni mchakato changamano. Uwazaji tunduizi unahusisha stadi na mikabala tofauti. Hushirikisha kupima hoja za upinzani na ushahidi uliopo kwa njia ya haki, ukweli uliofunikwa na taswira ya juu. Dokezo mwingine, hujumuisha kutambua mbinu zinazotumiwa kufikia msimamo fulani kwa mvuto zaidi na kwa matumizi ya mbinu za kishawishi. Pointi ya pili ya mwisho, huhitaji kutathmini maswala kwa mtindo ulio wazi kufikia uamuzi. Halafu na pointi ya mwisho, huhusisha kuwasilisha mtazamo kwa njia yenye uwazaji mzuri na inayoshawishi. Kwa hivyo ndio vidokezo mwanafunzi. Wacha nikusomee moja kwa moja nakala safi. Kama nilivyotangulia kukwambia, vidokezo hivi unavichanganya pamoja kwa kutumia viunganishi na viakifishi. Nakala safi inasema hivi: uwazaji tunduizi ni tendo ambalo huhusisha matumizi ya akili. Umekitwa kwenye matumizi ya michakato mbalimbali na ni mchakato changamano. Uwazaji tunduizi unahusisha stadi na mikabala tofauti na hushirikisha kupima ushahidi uliopo na kutambua ukweli uliofunikwa na taswira ya juu. Uwazaji tunduizi hujumuisha kutambua mbinu zinazotumiwa kufikia msimamo fulani kwa mvuto zaidi na kwa matumizi ya mbinu za kishawishi. Aidha, huhitaji kutathmini maswala kwa mtindo ulio wazi ili kufika uamuzi na kuwasilisha mtazamo kwa njia yenye uwazaji mzuri na inayoshawishi. Kwa hivyo huyu bwana amekuandikia vidokezo, kuandikia nakala safi. Bila shaka jibu la hili swali halikuenda nje na maelezo aliyokuwa amepatiana yule kwenye kutahini hao wanafunzi wa mwaka 2011. Wacha nizame katika jawabu la sehemu ya swali ya ba ambayo nimetangulia kukusomea. Sehemu ambayo swali lake linasema andika kwa muktasari mambo muhimu katika aya ya 3. Maneno 35 hadi 40. Vidokezo vyake huyu bwana ni 6 tu. Nasema unasaidia kujenga makini ya utendaji. Na pili, hupevusha uwezo wa usomaji kwa kufanya uwe na malengo wazi. Na 3, humsaidia mtumiaji kutambua hoja kuu
katika matini, kutambua ujumbe fulani bila kuzongwazongwa na hoja duni za pembeni. Pointi ya 3 ya mwisho, unasaidia kuuchonga uwezo wa kukabili hali fulani. Unasaidia kuitikia hali fulani. Pointi ya 2 ya mwisho, unasaidia kukuza stadi za uchanganuzi. Halafu hapa anasema pointi yake ya mwisho, binadamu huwa mtu tofauti na bora anapojenga na kuimarisha uwazaji tunduizi wake. Kwa hivyo hivyo ndio vidokezo 6 ambavyo aliona vinafaa kuelekeza katika nini? Katika swali lake la ba. Wacha tuangalie jawabu la nakala safi kama alivyotumia katika kuunganisha vile vidokezo vyake. Uwazaji tunduizi husaidia kujenga makini ya utendaji, kupevusha uwezo wa usomaji, humsaidia mtumiaji kutambua hoja kuu katika matini, huchonga uwezo wa kukabili hali fulani na kukuza stadi za uchanganuzi. Binadamu huwa mtu bora anapojenga na kuimarisha uwazaji tunduizi wake. Maneno akapata 39. Kwa hivyo mwanafunzi, huu ulikuwako ni ufupisho mfupi sana, lakini nimetangulia kukuambia kwamba usidharau ufupi wa taarifa. Yale ambayo yataulizwa pale ni mazito, na kama sio mazito yana uwezo wa kukanganya wewe ukapatiana jawabu ambalo halimo katika ile taarifa. Kwa hivyo hapo ndio sina budi ya kusema kwamba nimefika tamati ya somo letu la leo la marudio kuhusu ufupisho uliofanywa mwaka 2011 katika karatasi ya pili. Si mwingine bali ni mwalimu wenu yule yule Konzi Nzaka, nikisema hadi kipindi kingine ninasema kwaherini.